nitakupa Biblia utakuwa unafungua. Ama wakati mwingine nitakuwa nafungua mwenyewe. Tunataka tujifunze kwa kifupi tu ama kwa marefu na mapana, lakini zaidi ya yote tunataka tuzungumze kwa habari ya siri ya kuishi maisha ya baraka na marefu. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya kuishi nini? Ni darasani sasa hivi, ni asubuhi, tunajifunza tu. Hii ni kama Sunday school, si ndio? Tuko tunajifunza tu pole pole, taratibu. Tunaweza kuuliza, tunaweza kuulizwa, si ndio? Tunaweza tukaulizwa maswali na sisi tunaweza tukamuuliza mwalimu maswali. Alafu hata mimi mwenyewe ni mwanafunzi ndani ya kundi la wanafunzi, ila nimechaguliwa tu kuongoza kipindi, si ndio? Tunaye Roho Mtakatifu ambaye ndio huwa anafundisha. Hakuna mtu anayejua, hata mimi mwenyewe naweza nikawa sijui, lakini nimeaminiwa kusimama kwa ajili ya kuongoza kipindi. Nimeshawahi kuona mwanafunzi katikati yenu kule mashuleni akitolewa kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wenzie. Si nimeshawahi kuona? Lakini sasa hawi mwalimu. Si ndio hivyo? Yeye naye anakuwa ni miongoni mwa wanafunzi, ila amechaguliwa kuongoza nini? Kipindi. Siri ya kuishi maisha ya baraka na marefu. Kama nyinyi watoto si mna hamu kabisa ya kuja kuishi kabisa mpaka mwe wazee, si ndio? Uwe mzee kabisa, uzeke kabisa mpaka yani uzeke kama kale kababu kenu, kale kababu kenu kale kazee kabisa kwenye ukoo. Sasa kuna siri inayofanya watu tufike mahali pale, tuishi katika maisha marefu, na si marefu tu, unakuwa unaishi maisha ya baraka. Watu wengi sana tunahangaika, tunataka tubarikiwe, tunahitaji kuwa na magari, tunahitaji kuwa na vitu vingi, viwanda, na wengi wanang'ang'ana. Hata ukiangalia wengine, hata kama leo Jumapili, wengine wameenda kazini kwa sababu ya nini? Wanatafuta mafanikio, si ndio? Yani yeye anatafuta hela kwa nguvu, pesa haimtoshi, muda haumtoshi, kila siku anahangaika. Lakini kuna siri ndogo tu ambayo tutaka tuangalie leo, ya kukufanya wewe na mimi tubarikiwe. Hata kama ni ndege tutanunua, hata kama ni meli tutanunua, tutapeleka ziwa Victoria kule, hata kama ni nini tutanunua, hata kama ni treni unaweza kununua ya kwako. Hao wote unaona wanamiliki hivyo vitu ni watu waliozaliwa kama sisi, si ndio? Wamezaliwa, wakaishi, wakatembea, na hakuna mtu yeyote ambaye amezuiliwa kutajirika. Sijui tunaelewana vizuri? Na hakuna mtu yeyote ambaye amezuiliwa kuishi maisha marefu. Hakuna mtu special wa kuishi maisha marefu. Wote tunatakiwa tuishi maisha marefu, na wote tunatakiwa tufanyeje? Tufanikiwe. Fungua kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 12. Nitaendelea na nitauliza maswali, si ndio? Tunajifunza juu ya nini? Ngoja nianzie hapo. Darasa langu tunajifunza juu ya nini? Siri ya kuishi maisha ya baraka na marefu. Si kwamba eti tu ni marefu yenye mateso. Unaona, maana unaweza ukaishi maisha marefu lakini yenye changamoto nyingi sana, si ndio? Yani mpaka ukachukia kuwepo duniani. Lakini sasa tunazungumza bali kuna siri kidogo ambayo tukigundua siku ya leo tutatufanya sisi tuishi maisha marefu tena yenye baraka. Kitabu ni Kutoka sura ya 20 mstari wa 12. Kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 12. Hapo ndipo tutakapoanzia, ili tuangalie hasa ni siri gani hii. Na siri ni jambo lolote lile lililojificha ambalo mtu halijui, si ndio? Badala yake likigundulika ndio linaitwa nini? Aibu. Kwamba mtu unaweza kukuta anafanya mambo kwa siri. Unaweza kuona mtu hapa kijijini labda ni mwizi na hamjui, lakini sasa siku akikamatwa ndio mnamgundua, si ndio? Kwa hiyo ile siri aliyokuwa anaifanya inageuka, inaonekana kwamba ni aibu. Kitabu cha umefika Kutoka ni kama azipo hizo kuraseti. Kutoka nitasoma sasa basi mwenyewe, ngoja nitafute hapa. Sawa. Kutoka iko sasa, kama Mwanzo ipo, Kutoka ipo. Kutoka 20
Kutoka 20 mstari wa 12, na nitasoma maana naona hiyo ni kama iko mbali. Inasema hivi: waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Eti tufanye nini? Tuwaheshimu baba na nani? Na mama, ili kusudi siku zetu zipate kuwa nyingi. Kumbe siri ya kwanza kabisa ya kuhakikisha ya kwamba unaishi maisha ya baraka na marefu, jambo la kwanza ni kuwaheshimu nani? Wazazi. Kwa hiyo changamoto imekuja, watu sasa hivi wazazi wanawaangalia tu. Unaweza ukamjibu unavyotaka, anaweza akakupangia kazi na ukatoroka ukaenda kucheza mpira. Si tunafanyaga hivyo? Anakuambia ukitoka shuleni unatakiwa ukapalilie sukuma, lakini wewe baada ya hapo unaondoka na unatafuta sababu nyingi, unatoroka unaenda unafanya mambo yako, unacheza mpira kule, kazi za mzazi zinabaki. Sasa ile kutokumheshimu mzazi inamaanisha ya kwamba kinyume chake, sasa baadaye ya siku zako kuwa nyingi zinakuwa chache. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni amri kati ya amri zile 10 za Mungu na tunazifahamu vizuri. Kutoka 20 mstari wa 12 unasema hivi: waheshimu baba yako na nani? Na nani? Na mama. Wengine tunapenda mama tu, wengine tunadharau baba tu, labda kwa sababu unamuona ni mkali, ama labda baba hakujali. Wengine tunajali mama zaidi, wengine tunajali baba zaidi. Lakini Biblia inasema hawa wote wawili ni wazazi. Lazima uheshimu kwanza baba na nani? Ndiyo siku zako zipate kuwa nyingi. Kwa hiyo wingi wa kuishi siku zetu hapa duniani unategemea zaidi jinsi tunavyowaheshimu nani? Wazazi. Kuna mtu hapo anaheshimu wazazi? Jamani, una uwezo tu wa kumwambia hata mama yako leo nikufurie bila kukupangia yeye ufue, si ndio? Unaona tu kwamba hapana, ngoja nichukue nguo za baba leo na viatu nivishone kama vimechanika. Tunafanyaga hivyo? Ama mpaka waseme, na wakisema tunaona kama wametufanyia kazi nyingi, kama wanatusumbua zaidi. Yani kama sasa nao wamezidi, kwani wao hawawezi wakaona mimi nimetoka shuleni sasa hivi tena nimeenda kuchota maji, nimetoka kuchota maji sasa hivi wananiambia kufanya nini? Inajiuliza sasa nao hapana. Hapana. Mzazi akikupangia majukumu lazima ufanyeje? Ufanye. Kama umechoka, sio adui yako, unamwambia baba au mama, kweli nimechoka, lakini usikatae pasipo maongezi, si ndio? Unaacha tu. Akija jioni ndio mnaanza kukimbizana na mipini ya majembe. Mnakimbizana vibaya sana, kwa sababu anakuja anakuta kiwanja ni kichafu, anakuta vyombo ni vichafu, anakuta ni nini. Sasa anavyokasirika, wewe siku zako za kuishi zinafanyaje? Zinapungua. Namba 2, Kumbukumbu la Torati sura ya 5. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 16. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 16. Unasema hivi pia: waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyoamuru, siku zako zipate kuzidi, nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Eti mmesikiaje hapo? Mmesikiaje hiyo hapo? Nimesemaje? Nairudia. Waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu alivyokuamuru. Kumbe ni Mungu mwenyewe ameamuru kwamba tuwaheshimu baba na nani?
na akasema ili upate kufanikiwa. Umesikia hiyo? Kwa hiyo ili upate kufanikiwa, hatujui unataka kufanikiwa katika nini. Ni elimu, unataka ufanikiwe katika uchumi, unataka ufanikiwe katika huduma, unataka ufanikiwe katika nini? Licha ya kuwa kwamba siku zako zitakuwa nyingi kwa kuwaheshimu wazazi, bado kutafuta kwako, utafutaji wako, mambo yako utakayoyafanya hayatakuwa magumu, yatakuwa mepesi. Bwana Yesu asifiwe. Ni siri. Tulikuwa tunazijua hizo kweli? Bwana Yesu asifiwe. Tunafumbuliana siri za ufalme wa mbinguni ili tutoke kuwa wa mwisho kwenye mitihani. Eti kuna mtu hapa alikuwa wa mwisho, karibu na mwisho. Yupo. Ni mlikuwa wangapi? Namba 1. Hata kama usipokuwa wa kwanza, lakini si utakuwa na maksi zinazoridhisha, si ndio? Kwa hiyo siri hizi zimefichika kwa watu wengi. Kuna watu wana pesa, kuna watu wana mali, lakini hawajali wazazi, hawajali ndugu. Yaani wao wazazi wao hawajali, wao ni yeye, watoto wake, gari lake na mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Wamesahau wazazi. Wazazi wanalia nyumbani, wazazi wanahangaika. Sasa utafutaji wa huyo mtu umekuwa mgumu. Ndio maana wengi unaona wanajiunga Freemason, wengine wanaamua kwenda kwa waganga kwa sababu ya kutafuta nini? Mafanikio. Lakini kumbe kuna siri kidogo tu, kitu rahisi tu, kumheshimu mzazi basi, na baba na mama, na kuwatunza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, siku zako zipate kuzidi, nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza juu ya nini? Ngoja niulize, tunajifunza juu ya nini? Siri ya ishike hii itakusaidia, kwa sababu unaishi. Kuna wengine bado ni wadogo, kuna wengine ndio wamefika kidogo, kuna wengine wako katikati, kuna wengine ndio tumetangulia, lakini bado kuna siri ya kutufanya tuishi hata miaka 900. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo namba 2 tunaona ya kwamba siri ya pili, lazima uhakikishe unawaheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3, Mambo ya Walawi. Fungua kitabu cha Mambo ya Walawi, viko huko mwanzoni huko. Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 3. Mambo ya Walawi Mambo ya Walawi sura ya 19, sura yake ya 19 na mstari wake wa 3. Biblia inasema hivi: kila mtu na amche mama yake na baba yake, nanyi mtazitunza sabato zangu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu nafanyeje? Kila mtu nafanyeje? Jamani, sasa hivi sihubiri tunaelewana? Sasa hivi mimi sihubiri wala, yani tuko kwenye darasa, si ndio? Hii inaitwa Sunday school, si ndio? Sasa sisi wote ni wanafunzi. Sasa tuko tunajifunza habari ya siri za kuishi maisha yenye baraka na marefu. Si marefu yenye shida, yani maisha marefu lakini umerelax, maisha yako yanaenda vizuri, maduka yako unauza, una hela, unakula unachotaka, hauli vitu ovyo ovyo, unavaa nguo unayotaka, si unaona? Hapo kuna siri. Kama unatamani ile kiatu kikubwa, hela ipo, unalinunua tu. Bwana Yesu asifiwe.
unataka lile godoro la kulala hivi juu, si hela ipo si ndio hivyo? Kwa hiyo kuna hizo siri. Kwa hiyo anasema mche nani? Mche, inasema ngoja nisome, kila mtu amche mamake na babake, nanyi mtazitunza sabato zangu. Biblia inasema tumche, haimaanishi kwamba tuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Kumcha baba na mama ni kumpa heshima ya hali ya nini? Ya juu, tena hali ya juu zaidi. Kwa hiyo unapomcha baba, unapomcha mama, unampa heshima ya hali ya nini? Ya juu. Kwa hiyo kuna mambo ambayo unatakiwa uyafanye wakati unapomcha mzazi wako. Namba moja, kumsikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Ninyi watoto ndio niwaulize, mnawasikiliza wazazi? Akikuzuia kabisa yule rafiki yako akikudamba, unaona kama akikuzuia usitembee na yule rafiki yako, yule rafiki yako kabisa unayemwamini, unaweza kukubali? Ama ukisha nani akiwa hayupo unamtoroka unaenda hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumcha mzazi ni kumsikiliza. Unamsikiliza ni nini anasema. Bwana Yesu asifiwe. Nini hataki ufanye. Kwa hiyo lazima umsikilize, na unapomsikiliza unachambua, si ndio? Maana pia anaweza akakwambia, unamsikiliza anakwambia wewe huna ukoo, mimi ndio unijue mimi peke yangu, usijue watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nayo utaitoa nje. Kwa hiyo lazima umsikilize mzazi, nini anataka, nini njia gani anakuelekeza ufanye. Akikupangia kufanya kazi, usikasirike, kwa sababu yeye anatarajia ya kwamba siku moja na wewe utakuja uwe mzazi kama yeye, na yeye atakuwa ameshakufa. Ama nyewe wazazi wenu hawatakufa? Hata umpende namna gani, hata leo ukitaka umfungie mzazi wako kwenye sanduku, kuna siku atakufa tu. Bwana Yesu asifiwe. Na akifa, wewe sasa ndio unabaki kama baba na watoto wako huku nyuma, na wewe unakuja unakufa, watoto wako wanabaki kama baba. Kwa hiyo tunarithishana nini? Tabia, tunafundishana. Kwa hiyo lazima ufanyeje? Umsikilize. Anakuelekeza juu ya nini? Anakukataza juu ya nini? Anakufundisha juu ya nini? Namba 2, lazima umtii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lazima ufanyeje? Umtii. Hata kama una nguvu, hata kama una uwezo wa kumpiga, hata kama una uwezo wa kufanya nini, hata kama wewe ni rais. Bwana Yesu asifiwe. Kutii wazazi na kuheshimu wazazi haishi kwa watoto wadogo. Hata kama una miaka 70 ama 80, kama mzazi wako yuko hai, lazima utamtii, sababu ni baba yako. Kama mimi hapa nina baba, hata kama mimi nimekuwa mkubwa, bado nina baba, ndio? Siwezi kufika pale nikamwambia sijui nini. Bora tu anaitwa baba yako. Heshima na utii kwa wazazi, hata kama una ndevu, bado baba yako unatakiwa umtii na kumheshimu. Kwa hiyo siku zako zitakuwa nyingi, mafanikio yako yatakuwa mepesi, baraka zitamiminika nyingi, kwa sababu umewatii wazazi. Kuna watu mwaka unaisha hawajawanunulia wazazi hata sukari. Yaani hata na yenyewe mpaka ambiwe, yaani hawezi kumnunulia mzazi wake hata sukari, hawezi kumnunulia hata mzazi wake hata mkoti, hawezi kumnunulia hata viatu. Yaani yeye ana maisha mazuri na anasaidia watu wengine, na anatarajia ya kwamba ataishi maisha marefu. Ndio maana unasikiaga mbona matajiri hawadumu? Mara amesafiri na familia yake, mara gari imepasuka tairi, kafa na watoto wake siku moja. Mlichawahi kusikia kitu cha namna hiyo? Natokea tu ajali, mnadumbukia mtoni, maisha yamekuwa mafupi kwa sababu mmepata mkasahau wazazi.
Nyinyi mnajitanua, mnakula mnachotaka, mnafanya mambo mnayotaka, mnatembea maeneo mnayotaka, lakini wazazi wanalia kwa vitu vidogo vidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama Mungu amekujalia, umepata fedha, hata ukiamua kwamba mimi kwenye maisha yangu, kwenye hizi pesa ninazozipata, nitahakikisha nanunua kilo 50 za sukari, napeleka nyumbani, napeleka ngano bando moja, nachukua mchele, nafanya nini kila mwezi, utaishi maisha marefu, kwa sababu baba yako atakuwa anakutamkia baraka. Nasikia nyewe wanafunzi, ukitaka ufanikiwe hata kesho, watii wazazi, wafurahishe. Unaona hapo kwenu, ukiangalia kuna siku zingine baba yenu ndio anachukuaga hata jembe ndio anapalilia, ama kama mkipalilia mpaka awaambie, simuona hiyo, mpaka akwambie fanya kazi. Lakini amka tu siku moja, fanya tu usafi hapo, unashangaa tu unafanya hivi unafanya hivi unafanya hivi, baadaye unaangalia lakini mbona kwenye miji za wengine huwa wanapanda maua, unapanda maua, unafanya nini? Yani mpaka mzazi anafanyaje, anaona huyu mtoto ni mzuri. Na yule mtoto anayetii mzazi, hata mzazi huwa anampenda. Si mnajuaga? Hata mnakaa mnalalamika baba anampendaka tu fulani. Sasa si yeye ndio anamuona wako karibu naye, si nyinyi mmemweka mbali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kutii hakujalishi vyeo, umri, elimu ama utajiri ulionao, bado unatakiwa ufanyeje? Utii. Kuna mtu ana swali mpaka hapo, kabla hatujafika karibu na mwisho? Msiogope, ni asubuhi tunajifunza. Hii ni Sunday school. Kuna mtu ana swali? Kuna mtu ana swali? Hakuna. Mimi ndio nauliza kwa sababu naona mmenikwepa. Tunajifunza juu ya nini? Jaribu tu. Usiogope. Unataka kujaribu? Tunajifunza juu ya nini? Hakuna aliyeelewa mpaka sasa tunajifunza juu ya nini? Hebu jaribu. Ili darasa watu bado na aibu. Sisi bado mnatuogopa mpaka sasa hivi, bado mnatuogopa. Sisi tumekuwa wenyeji kabisa. Jaribu tu, tuko tunajifunza, ni asubuhi. Kutii wazazi. Situmpigie hata makofi kwa hilo jibu. Mwingine? Angalau huyo ameshika hiyo. Kwa hiyo hata ukienda nyumbani utasema leo asubuhi tumejifunza juu ya kutii wazazi, ili kusudi tu tunawatii. Kwa sababu gani? Tupate baraka na tuishi masiku mengi, si ndivyo? Yani tunawatii kwanza kwa sababu wametuzaa, tunawatii kwanza sababu ni wakubwa, tunawatii kwa sababu wanatupenda, si wametulisha. Yani kutokea hadi sasa hivi unaweza kukuta mzazi wako anafanya makazi magumu, anapakua, hata anahamisha mavi kwenye vyoo, anahamishia kwenye shimo jingine, lakini akija nyumbani unakuwa wewe hujui amefanya nini, si ndio? Kuna maeneo kama haya, kuna mine, unasikia mtu anaenda mine pale, anaenda kuchimba. Usizani ni kitu rahisi. Mtu unakuta mzazi wako anaingia chini, alafu anatembea kama hapa na kule kwenye lami, anakutafutia tu wewe. Unaona? Sasa wewe akija nazo hapa, anahesabu, unaona kama ni rahisi tu, hata kama unaweza ukamdharau. Lakini wazazi wanahangaika. Wanahangaika. Kama mvua ikinyesha ya upepo, yuko nyumbani anajiuliza, huu upepo umebeba hizi nyumba, sijui kama kwangu uko salama. Yani hana amani, kila anapokuwa mbali na wewe anakuwa hana furaha, si ndio? Kwa hiyo umejibu vizuri.
tunajifunza siri ya kupata nini? Baraka na maisha marefu. Kwa hiyo ndani yake ndio tumekuta kuwaheshimu nini? Wazazi. Waefeso sura ya 6 mstari wa 2 hadi wa 3 nasema hivi. Waefeso, kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 2 hadi wa 3 itasoma. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Mstari wa 3, upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Umeisikia hiyo? Kuna mtu ambaye anataka afe kesho? Kuna mtu anataka afe kesho? Uache hicho kitanda kizuri ulichonunuliwa na ukiache. Na unajua ukishakufa huwa unateremshwa kwenye udongo, wanakuacha shambani, hauwezi hata kutoka huko. Si ndio hivyo? Si mlishai kuona mtu akizikwa, wanakuweka kwenye udongo, wao wanaendelea kula nyama. Unaona, wanaendelea kula. Tena hata siku ya 3 ya 4 hivi ya 5 wanakusahau hata jina lako. Hata kama ulikuwepo wanakusahau. Kwa hiyo sasa Biblia inatuambia hivi, upate heri, heri ni baraka, ukae siku nyingi, nyingi nyingi katika nini? Dunia. Simeona sasa Mungu leo ametufungulia siri za kuishi maisha marefu eti. Sasa wangapi tutaanza kuwatii? Sio kwamba tulikuwa tuwatii. Tulikuwa tunawatii, tutaongeza kuwatii. Wangapi sasa? Hebu tunyoshe mikono. Mungu awabariki. Yako kwamba sasa tutawatii hata kama kuna kazi ambazo hawajatuambia tutafanyaje? Tutafanya. Si ndio? Tutafanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kutii wazazi peke yake ndio siri ya kufanya mtu ufanikiwe na uishi maisha marefu, tena yenye baraka, yenye furaha, yenye amani. Mambo ambayo tumesema ni ya kufanya: msikilize mzazi, mtii, fanya maagizo anayokupa. Haijalishi mzazi ni mwehu ama mzazi ni mlevi ama mzazi hajielewi ama mzazi wako ana pesa ama hana pesa, bora tu anaitwa mzazi wako, lazima ufanyeje? Mheshimu. Usimseme vibaya. Acha kumtangaza mzazi wako mitaani, oh baba sisi ni mlevi, baba anakuaga sijui nini. Usimtangaze nani? Mzazi wako. Mheshimu. Makosa anayoyafanya lazima uhakikishe kwamba unamheshimu, unampa nafasi kama mzazi, unafanya maagizo anayokuagiza kuyafanya. Pale anapoona hapa ni pabaya, anapokuzuia usiende, usifanyeje? Usiende. Si ndio? Utaishi maisha mengi, utafanikiwa kwa kila unachokifanya, hata ikiwa ni kila unalolitenda utafanyaje? Utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri hamna maswali na mimi ndio namaliza. Tusimame tufunge, tuendelee na programu nyingine. Tuombe kwa ajili ya hili neno. Tufunike macho. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa sababu ya siri hizi ulizozifunua katikati yetu asubuhi ya leo. Umesema siri ni kidogo tu ya kumfanya mtu aishi maisha ya mafanikio na yenye baraka. Umesema ni kuwaheshimu wazazi, na ili siku zetu zipate kuwa nyingi na zenye heri katika dunia hii. Baba, tunaomba utusaidie kwa neema yako na mkono wako wenye nguvu, ya kuwa sisi ni wanadamu, tunazaliwa kwa tabia zetu za asili. Wengine tunakutana na makundi mabaya, tunakutana na changamoto, wengine tunakutana na malezi ambayo yanatufanya tushindwe kuheshimu wazazi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakataa na kubomoa huo ukuta wa kutokuwa na utii katika jina la Yesu Kristo.